Bwana, tumeona mara baada ya dabi kuahirishwa, bwana, tumeona maoni mbalimbali ya wachambuzi, lakini pia tumeona kauli mbalimbali za wadau wa soka. Sasa kwa upande wa wachezaji, bwana, kwa upande wa Yanga tumeona baadhi ya wachezaji wameweza kutoa pole kwa mashabiki ambao walitoka mikoani kuja kuwaunga mkono, lakini wametoa pia kongole ama pongezi kwa mashabiki ambao walikuwa pamoja na timu hiyo mara baada ya kutoa msimamo wao. Sasa mmoja kati ya wachezaji ambao wamechapisha ujumbe kwa lengo la kupongeza na kuomba radhi kwa mashabiki kwa kilichotokea ni pamoja na nahodha wa klabu hiyo ya Yanga, Dickson Job, ambaye yeye ameandika ujumbe kwa mashabiki mara baada ya kutokufanyika kwa dabi. Bwana, Dickson Job alichokiandika anasema, nyie ni mashabiki bora sana kwa wote waliosafiri kutoka mbali, kwa walionunua tiketi, kwa wafanyabiashara na kwa wote mliofanya dua ya ushindi. Tunawapa pole sana kwa kilichotokea. Kila wakati tuko tayari kuitumikia nembo hii na kuhakikisha mnapata furaha. Asanteni kwa support yenu wananchi. Ndicho ambacho amekiandika captain wa klabu ya Yanga, Dickson Job. Lakini Khalid Aucho Zeteng, kiungo wa klabu ya Yanga, yeye pia hakuwa mbali kuandika ujumbe kwa mashabiki wa Yanga kwa kila ambacho kimetokea. Yeye bwana Khalid Aucho amesema, kwa mashabiki wetu waliosafiri umbali mrefu kuja kutunga mkono, tunasikitika kuwa mechi haijafanyika. Tuko pamoja katika hali hii wananchi. Ndicho ambacho amekiandika kiungo wa klabu ya Yanga, Khalid Aucho. Lakini kupitia kwa msemaji wa klabu ya Yanga, Ali Kamwe, yeye mara baada ya mechi hiyo kutokufanyika, na tumeona pia klabu ya Yanga ikiingia uwanjani pasipokuwa na Simba, bwana Ali Kamwe yeye amechapisha ujumbe kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram akisema, alhamdulillah, dabi imekwisha na Yanga tunaongoza ligi kwa tofauti ya pointi 7. Ndicho ambacho amekiandika Ali Shabani Kamwe kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram. Lakini makamu wa rais wa klabu ya Yanga, tumeona yeye pia ni moja kati ya watu ambao wameandika ujumbe mrefu sana mara baada ya dabi kutokufanyika, na nikupitishe kwenye kila ambacho amekiandika makamu wa rais wa klabu ya Yanga, Arafat. Yeye bwana amefunguka kweli kweli, amefunguka, ameandika ujumbe mzito kweli kweli mara baada ya dabi kutokufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Bwana makamu wa rais wa klabu ya Yanga, Arafat, yeye ameandika hivi. Anasema makamu wa rais wa Yanga, Arafat Haji, ameweka wazi kuwa msimamo wa Yanga ni kuwa mechi yao ya raundi ya pili dhidi ya Simba imeisha leo na hawatocheza mechi nyingine yeyote kwa msimu huu ligi kuu Tanzania bara. Wananchi, mechi yetu dhidi ya Simba imeisha leo hii kwa msimu wa 2024-2025 raundi ya pili, na ieleweke vyema, hakutakuwa na mechi nyingine, sehemu nyingine, siku nyingine na tarehe nyingine yoyote ya kuihusu Yanga dhidi ya Simba kwa ligi kuu. Hii ndio sauti yenu moja, kwamba moja daima mbele, nyuma mwiko, na tutashirikiana hapo hapo wananchi. Niwatakie safari njema wananchi wote kurejea makwenu, Mungu awalinde. Hiyo ni kauli ya Arafat ambaye yeye ameandika hivyo. Lakini hakuishia hapo, pia aliandika akasema, ndugu wananchi, kwa dhati ya moyo wangu niwapongeze kwa kufika uwanjani kutoka kote kona zote nchini, mlosafiri kwa anga, mlosafiri kwa magari, mlopanda pikipiki, mlopanda boti, hadi watembea kwa miguu. Yote ni kwa ajili ya Yanga Afrika. Huu sio tu upendo, bali ni mahaba ya kulevya kwa klabu hii bora zaidi nchini. Ndugu wananchi, poleni mno kwa kadhia ya leo. Sisi kama viongozi mlotupa dhamana kusimamia hii chapa, kwa niaba yenu tumepigana, tumehakikisha mawazo yenu, matakwa yenu na sauti yenu inasikika kwa sauti ya juu sana. Kwa kuheshimu mpira wa miguu na kuheshimu uthubutu wenu, tuliandaa na kuleta timu uwanjani tayari kwa kushindana, ila yaliyotokea yametokea. Ndugu wananchi, poleni kwa kupoteza muda wenu, kwa kupoteza fedha zenu kwa ajili ya mechi hii kubwa na ya kihistoria. Ninyi ni sisi na maumivu haya ni yetu sote, kama ambavyo tumeimba pamoja, tumelia pamoja, basi hata sasa mpaka milele tuko pamoja. Hilo likae vyema kwenye kumbukumbu kuwa
sisi ni Yanga. Wachezaji na benchi la ufundi, asanteni kwa heshima mliowapa wapenzi wa soka nchini bila kujali timu zao. Mmehakikisha mpira wa miguu umeshinda. Kuna wakati sio swala la mshahara wala posho, bali heshima kwa nembo ya kijani na njano. Asanteni vijana kwa kufika, na angalau mashabiki wameweza kuwaona na kuwalaki. Ameendelea kuzungumza kwamba anasema wananchi, mechi yetu dhidi ya mtani wetu Simba imeisha leo. Hii kwa msimu 2024-25, raundi ya pili, na ieleweke vyema, hakutakuwa na mechi nyingine, sehemu nyingine, siku nyingine na tarehe nyingine yoyote ya kuhusu Yanga dhidi ya Simba kwa ligi kuu. Iwekwe sawa kwenye kumbukumbu na ikolezwe vyema kwa wino kuwa it is done and dusted. Sisi tunasonga mbele na ratiba zingine. Hii ndio sauti yenu moja, kwamba moja daima mbele, nyuma mwiko, na tutashikilia hapo hapo. Wananchi, niwatakie safari njema wananchi wote, kurejea kwenu. Mungu awalinde, awatunze, mkaungane tena na familia zenu. Tutakutana tena wakati mwingine panapo majaliwa, inshallah. Ndicho ambacho amekiandika makamu wa rais wa klabu ya Yanga Arafat kwa mashabiki wa Yanga ambao walifunga safari kutoka mikoani, ambao walitumia fedha zao kutoka sehemu mbalimbali kwenda kushuhudia dabi, lakini dabi haikufanyika kutokana na kile ambacho kimetokea. Na wote tumeona taarifa ya bodi ya ligi kuhusiana na kuahirishwa kwa mchezo, lakini pia tuliona taarifa ya Yanga kuhusiana na wao kutokutambua kuahirishwa kwa mchezo, nao wakasema watapeleka timu uwanjani na hawako tayari kucheza mechi nyingine tofauti na mechi ambayo ilikuwa imepangwa leo. Na ndicho pia ambacho amekizungumza Arafat kupitia kwenye ukurasa wake huo wa Instagram, ambako ameandika ujumbe huo mzito. Lakini pia tumeona jumbe za wachezaji wa klabu ya Yanga wakiomba radhi kwa mashabiki ambao wamepoteza muda, wamepoteza fedha, lakini pia wamepoteza mambo mengi ya kufanya, lakini walikuja kuitazama dabi na kuishangilia timu yao. Kwa ndicho ambacho mashabiki wa Yanga wanatakiwa kukifahamu kutoka kwa viongozi wao pamoja na wachezaji kwa hiki ambacho amekizungumza. Lakini pia tumeona ujumbe wa Habedi Ali, afisa habari wa klabu ya Simba. Yeye pia ametoa pole kwa mashabiki ambao walisafiri kuja kutazama dabi, na akasema anawatakia safari njema ya kurejea makwao. Kwa hiyo unaweza kuona ni kama vilabu hivi vimetenda haki kwa mashabiki, japo kulikuwa kuna minongono kwamba inakuaje, taarifa zinatoka mchezo umeahirishwa, taarifa zinatoka kwamba kanuni nasema hivi, lakini hakuna taarifa ambayo imetoka kwa bodi ya ligi kuonyesha kwamba ama kuomba radhi kwa mashabiki ambao wametumia gharama zao kwenda kutazama mchezo. Lakini vilabu vya Simba na Yanga, licha ya kilichotokea, vimetambua thamani ya mashabiki wao, na ndio maana vimetoa lugha ya kuweza kuwapa pole na kuwatakia safari njema wakati wakirejea majumbani kwao. Na tunafahamu kwamba bodi ya ligi wametoa taarifa kwamba mchezo utapangiwa siku nyingine. Kwa hiyo pia tunasubiria siku hiyo ni siku gani na watacheza lini. Lakini kwa upande wa klabu ya Yanga, wao wamesema imeisha leo. Hakuna dabi nyingine ya raundi ya pili ya NBC kwa upande wao. Kwa hiyo ni kauli ambayo imetolewa na uongozi wa Yanga. Kwa hiyo tutapata kuona na kusikia nini ambacho pengine kitaamuliwa, kama Yanga pengine watatengua kauli yao na wataamua sasa kukaa na bodi ya ligi ili kuona nini ambacho kinaweza kufanyika ili mchezo wa raundi ya pili uchezwe, ama itakuwaje. Yote kwa yote tunasubiria kuona nini ambacho kitatokea mara baada ya dabi ya Simba na Yanga kutokufanyika. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.